Matumani yangu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo, watazamaji wetu, kwa wakati kama huu. Nakaribisheni kwa mara nyingine tena kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Tuanze habari zetu na katika mji wa Baraka ndani ya manispaa ya Katanga ni kwamba hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kwa sasa katika manispaa ya Katanga. Hivyo ni baada ya kutokuelewana kati ya vikundi viwili vya wazalendo, na hiyo kupelekea kwa kupigwa risasi nyingi zilizozusha wasiwasi mwingi kwa raia siku ya kwanza ya tarehe 13 mwezi Oktoba 2025 kwenye muda wa saa 12 za jioni. Duru zetu za mahali zimeonesha kuwa yote yameanza pale swala la kudaiana mbao kati ya wazalendo wawili. Kwa mtu ambaye walikuwa walipokuta watoto hapo, watoto walikataa kwamba wawezi kufungua ile duka la mbao. Shida iko imetokea hapo hivyo tu, wakafunga yule kijana wale wafabibi, alafu matatizo yakaanzia hapo tu. Lakini muda huu hali imekuwa ni shwari kabisa. Imekuwa hali pia ya kuombana msamaha. Katanga imekuwa sawa. So Katanga kwanza kuna vikundi vingi vya wazalendo, alafu hivyo kila watu wanajiongoza vile wanavyotaka. Ndio maana hakuna komandema ambayo inaweza kuongoza ingine, kila watu wanafanya vyao. Kwa wakifunga hawa, wengine wanaenda kufanya intervention, na hivyo mnakuwa hali za sintofahamu wao kwa wao. Alafu mambo ikaleta taharuki na hali hizo za matatizo. So angalia vizuri, Katanga imekuwa ni kijiji ambacho kinapigiwa masasi karibuni kila wakati. Je, hiyo hali haiko na asiri wananchi kiusalama na kuzorotesha shughuli? Inaleta hali mbaya kwa wanakijiji, kwa maana hapo jana tu walipata watu ambao walikuwa wanatengeneza wanaunguza furu hapo, hivyo walipiga masasi mengi sana. Kuna mmoja ambaye lakini haikufikia, kwa maana watu wote wameshakuwa wazalendo, na hivyo ilikuwa kama vile menase kwa Batiri ambao wanafika hapa Katanga, parokia ya Katanga. Mambo yanakuwa ya sintofahamu kabisa, raia wanakuwa njia panda. Hata hivyo, upande mwingine, duru zetu hizo zimeongeza kuwa mchakato wa kupata suluhisho juu ya swala hilo la vurugu ya usalama kila mara katika manispaa ya Katanga mjini Baraka ipo njiani. Hadi bado viongozi wa juu na sisi pamoja nasi na waraia wa Katanga tungali tunatafuta namna gani tuangalie jinsi gani vitu vyote hivi vinaweza vikawa kwa pamoja na wasikalie katika ndani ya manispaa ya Katanga kabisa. Ni vizuri wajenge makao yao ya Katanga. Hivi karibuni tu mwani wa groupment anaria kufanya kikao pia cha security siku ya 4 ili aweze kuita makundi yote yenye kushikilia silaha tuweze kuchukua wazo. Katanga shughuli zinaendeka vizuri, watu wanakuwa wanafanya mambo yao pia wasiwasi angalau imepungua kabisa. Tumeomba zaidi kwa viongozi wa serikali rade kufuatilia mambo kama na hii. Kila mkuu wa kiongozi rade ambaye ana kikundi chake hapa ajaribu kuwaweka chini, kuangalie namna gani wanaweza kufanya umoja ambao hauwezi ukaletea raia hali mbaya za kutoroka jiji na kwenda sehemu mbalimbali, maana wengi wamekuwa na woga mkubwa. Tunaomba kabisa waongozi wenye kusikia yao hapa wakae chini kusudi waweze kutuliza na wale ambao vijana wamechukua watapiga risasi, alafu kunapotokea tatizo fulani wanaona kama ni wakati wao sasa wenyewe wajue nao kupiga risasi na sasa tatizo wao. Naomba kabisa mzee wa jiji pia aweze kuingia hii kati
Huko Kamituga kuna habari zisemazo kwamba mashirika ya kiraia pamoja na yale ya uteteaji wa haki za kibinadamu katika mji wa Kamituga na Mwenga zinalalama kuhusu vitendo vya ukosefu wa usalama na uvunjaji wa haki za kibinadamu eneo hilo. Kwa jambo hilo yanaomba kwa serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kufuatilia kwa undani zaidi kutokana na vitendo hivyo. Ripoti ya mwenzetu Omari Makelele Ozil iangazia zaidi. Naam, huo ni ukweli mwenzangu, kwani udhibitisho wa habari hii ni wake Bwana Wisoba wa Kilongo Faustin, mratibu wa shirika la raia husika na kutetea haki za binadamu BDH mjini Kamituga na tarafa la Mwenga jimboni Kivu Kusini, ambaye yameanza kwanza kulahani vikali vitendo vya ukosefu wa usalama kati ya baadhi ya wazalendo dhidi ya jeshi la taifa FARDC. Mambo ambayo ilitendeka jijini Kamituga ambazo sisi kama vile shirika la raia tunalaani kwa sauti kubwa. Wakaaji wa jiji la Kamituga walishangazwa sana, kwa sababu tulienda na kumshukuru president wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alifanya jitihada kutuma majeshi ili majeshi hiyo ije kusekirize raia wa mtaa wa Mwenga na jijini Kamituga na mali yao. Ila kwa mshangao kubwa kabisa, tulishangaa kuanzia saa 5 usiku mpaka 6h du matin masase ilipigwa kiolela, na masase hiyo ilikuwa ikipigwa na askari jeshi ambao walikuja jijini Kamituga, walikuja tarafani Mwenga kutokea Kisangani kwa makusudi ya kuja kulinda raia na mali yake, kwa makusudi ya kuja kupiganisha jeshi ya AFC M23 ambayo inafanya jitihada ya kuingia tarafani Mwenga, ila walikuwa wakipata vizuizi kutoka kwa FARDC ya 3306 regiment ambayo tunashukuru. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hali hiyo ya kufyaturiana risasi inakuwa na vinyume vingi, hasa kwa upande wa raia wasio na hatia yoyote. Wisoba wa Kilongo Faustin amekemea kwa hali ya juu vitendo vya uporaji vilivyoendeshwa na baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC wiki iliyopita paka Mituga. Ila ya kushangaza bwana Mwarivi, wakati ambao jeshi hiyo ambayo itokea Kisangani ilianza kupiga masasi, waliharibisha mahotele, waliharibisha manyumba za watu, wakaaji walipata masasi, kuko ba victime benye biko ku hospitali, mama walipata masasi, vijana walipata masasi, wako napata matibabu kunako hospitali kuu ya Kamituga, kusharge ya meri ya Kamituga. Mabotike iliibiwa vitu, wachuruzi ambao wanachuuza matelefoni waliibiwa matelefoni, watu ambao wanauza dhahabu waliibiwa dhahabu na franka zilienda. Sisi sawa vile shirika la raia tuna mshangao mkubwa sana, kwa sababu ni sisi raia ambao taksi zetu ndio zinauzia wale wanajeshi mavazi, chakula na hiyo minisio. Alors kama wanaweza fanya ile wanaita gaspillage inutile ya munition de guerre na faire partie muma infraction. Mwishowe, mratibu huyo wa shirika la raia husika pia na kutetea haki za binadamu BDH kwa ufupi, anaomba wahalifu wa vitendo hivyo vya ukatili kujibu mbele ya vyombo vya sheria. Wisoba wa Kilongo Faustin mara tena anarejea. Ndio maana bwana Mwariri, sisi sawa vile shirika la raia tunasema kama Kamituga sio shamba mapambano. Shamba mapambano iko kumupaka ya Mwenga na Walungu, na huko ambako wanajeshi wenye alisema wanakuja kutusaidia wanapasa kujielekeza. Na tunaomba bwana Mwariri, hii kitendo ambayo hao wanajeshi wanafanya isipite inapersi. Tunaomba ankete ifanyike, na kisha ile ankete wenye watakutanika kupable wapelekwe mbele sheria.
sheria ifate mkondo wake, kwa sababu Kamituga tunaanja ishi na heka. Population haitembee tena mzuri, population naanja ishi muma inquiétude. Unaweza tembea mchana kati, unakutana na soda wa mugeni au mujue, anakubeba telefoni yako, wakati ambao pale Kansisi wale wa soda walikuwa wanapiga hiyo masasi, bali prononce moya pale mo yenye ilitushangaza. Wanasema hivi mulugha ya Lingala, baebisaki biso ke baswahili nyonso baza Barwande. Tukitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili, bali tuambia kama baswahili yote ni Banyarwanda. Eske ni kweli bwana Mwariri, sisi Waswahili ni Wanyarwanda? Eske ni kweli bwana Mwariri, sisi wakaaji wa province ya Sud Kivu ni Wanyarwanda? Eske ni kweli sisi wakaaji wa tarafa ya Mwenga na jijini Kamituga ni Wanyarwanda? Wanatuambia kama wale wa jeshi walitoka kuformasyon. Jeshi gani ambaye anatoka kuformasyon anaweza kutendea raia vile? Tufahamishe kuwa hali ya mvutano kati ya baadhi ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC inaripotiwa mara kwa mara tarafani Mwenga na mji wa Kamituga. Tuangazie habari zetu hizi na habari zingine kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amekusanya kwa siri baadhi ya wapinzani wa serikali ya Felix Tshisekedi huko Nairobi nchini Kenya. Mwenzetu Izaki Mulucha Ashibe, na hii hapa ni ripoti yake. Ndiyo, wiki mbili baada ya kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa makosa ya usaliti na kuchangia kwenye utovu wa amani nchini Kongo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambaye wakongomani kwa utani wanamuita Baba Sifa, ameibuka tena. Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa kwenye jarida la Jeune Afrique, rais huyo mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewahalika wapinzani kadhaa, akiwemo Matata Mponyo ambaye amekimbia nchi baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la ubadilifu wa milioni 245 za mradi wa Bukangalonzo. Pia yuko Seti Kikuni, Jean-Claude Vuemba, France Diogo, Moise Nyarugabo, Jose Makila na wengineo kwenye mkutano wa siri ambao umeanza siku ya pili hii ya tarehe 14 Oktoba huko Nairobi. Lakini baadhi ya wapinzani walionekana kususia mkutano huo, akiwemo Jean-Marc Kabunda, Martin Fayulu Madidi, Moise Katumbi au Denise Sanga. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa, mkutano huo utadumu kwa masaa 72 sawa na siku 3 katika hali ya faraga, milango ikiwa imefungwa na mazungumzo yakibaki kuwa siri. Video zilizosambazwa mitandaoni mapema Jumanne hii zimemuonesha Joseph Kabila akiwasili katika gari nyeusi aina ya Range Rover kwenye eneo la mkutano. Wakati Kabila akiendelea na mambo yake, rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi alionekana mapema Jumanne hii huko Brazzaville, ambako alijumuika kwenye mazishi ya Alain Roger Kumuobambi, mzazi wa karibu wa rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso. Tutamatishe habari zetu kwa siku ya leo na habari hizi zisemazo kuwa ni takriban watu 39 ndio wameweza kuuawa na waasi wa M23 kwa muda wa wiki moja. Ndivyo imetaja hivyo uongozi wa jeshi la taifa FARDC mjini Kinshasa. Wakati hayo ya kijiri, mazungumzo yanaendelea huko Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kwa ajili ya kuweka mikakati sawa ili kuangalia namna gani ya kusitisha mapigano. Mkutano mkubwa umekutanisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya waasi wa M23 huko nchini Qatar siku ya Ijumaa 4 ya tarehe 14 Oktoba 2025. Kwenye mazungumzo hayo yamekutanisha kati ya wajumbe wa kutoka pande zote mbili, ikiwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, pia na nchi zingine tofauti ikiwemo kama vile Qatar, Umarekani, Umoja wa Afrika pamoja na MONUSCO. Mkutano huo umefanyika mara baada ya ule uliofanyika tangu tarehe 19 Julai 2025. Mengi zaidi kutokana na mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya waasi wa M23, endelea kufuata habari zetu zinazofuata. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini na kukushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena, kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi ufanye hivyo bila kuweka kando, kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, tukutanane baadaye kwenye vipindi vingine.
Thank you.